Nakushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nami katika kipindi chako cha Tuongee Asubuhi. Tumeanza weekend hivyo na wengi walihisi kwamba leo ni sikukuu, lakini sikukuu ni kesho. Kwa naangalia kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp kwa watu wakitaniana hapa na pale kwamba kuna wengine kutoka kule Dodoma walishafika sehemu fulani na kwenda kwa ajili ya kusherehekea. Sasa walipopata zile taarifa, wengine inabidi wageuze, wengine ndio hivyo tena. Lakini ni kutakia tu maandalizi mema ya sikukuu ni kesho. Wajipangaje, lakini kikubwa zaidi ni kwamba yale mema ambayo umefanya kipindi hiki cha mwezi mtukufu pia kwa Kwaresma, basi hakikisha unayabadilisha na kuwa ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Ukifanya hivyo utampendeza Mwenyezi Mungu. Karibu sana katika sehemu ya mwisho ya kipindi cha Tuongee Asubuhi, ni sehemu ya 5. Na sehemu hii basi ni mjadala mkuu. Mjadala wetu leo tumejikita wapi? Katika uchumi, biashara na uchumi. Na hapa nimekuwa nikufahamisha tu watu wengine wakisema kwamba bwana, huduma za kifedha ziko hivi, zipo hivi, ni ngumu kuzifikia. Wengine wakisema kwamba zipo mbali, wengine wakisema kwamba labda gharama, wengine wakisema kwamba usalama. Yapo mambo mengi sana kiasi kwamba wengine watu wanaamua kukaa na fedha nyumbani, wengine hawajui pengine pa kupata mikopo, wengine hawajui watumieje hiyo mikopo, wakifanya nini. Sasa hili limenilazimu mimi nitafute mtaalamu bobezi katika masuala ya kifedha aweze kupatia elimu ya kina. Kwa hiyo chukua kalamu na karatasi uweze kunukuu vizuri yale yote mema ambayo kwa siku ya leo atakupatia hapa. Hawa watu bwana, ukiwafuata kule ni kama walivyo madaktari, inawezekana labda ikawa labda ukatumia labda hivi na hivi, lakini sasa wakija hapa unaweza ukauliza lolote ile na ukapata elimu ya bure kabisa, faida kubwa hiyo. Nipo na bwana Yusufu Ramadhan ambaye ni meneja wa PBZ Bank tawi la Mwanza. Na kikubwa zaidi leo tukijadili kwa kina umuhimu wa huduma nafuu za kibenki. Umuhimu wa huduma nafuu za kibenki. Karibu sana kwenye kipindi. Shukran sana. Habari za huko utokapo? Tunashukuru. PBZ Bank mko poa? Alhamdulillah, tunashukuru, tuko vizuri sana. Naona mpo Mwanza pia hapa. Sasa kwanza awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha leo kuwepo katika kipindi chako hiki mahususi. Ndio. Kwa majina naitwa Mr. Yusuf Ramadhan Mwadin, manager wa PBZ Bank tawi letu jipya la Mwanza. Tawi letu hili linapatikana barabara ya Nyerere, mkabala kabisa na msikiti wa Ijumaa. Na tuko hapa katika kuiakisi hii mada muhimu kabisa ambayo inasema umuhimu wa huduma nafuu za kibenki kwa wananchi na wadau mbalimbali katika jamii. Sisi PBZ Bank bwana Mr. Bernard, ni wadau katika hilo. Kwa sababu tunajivunia kabisa huduma zetu zote tunazozitoa basi ni zipo katika gharama nafuu kabisa na zilizo katika weledi mkubwa once tunapotoa hizi huduma. Kwa hiyo na nimefarijika kuwa sana hapa leo, na nafikiri tutasikia mengi hapa kutoka kwetu, lakini katika tasnia hii ya huduma za kifedha na mabenki katika hii mada yetu. Shukran sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa utangulizi huo mzuri zaidi. Mtazamaji, sasa bila shaka kwa kauli yake umesikia ni mgeni gani ambaye kwa siku ya leo nipo naye hapa studio, umuhimu wa huduma nafuu za kibenki. Kwa hiyo kama una ujumbe, una ushauri, una maoni, kina Yohana, ndugu zangu kina Porojei, na wengine kina Richard Galila, mtaniandikia ujumbe wenu mfupi namba 0763749286, nami nitaupitisha kwa mgeni wangu, ataujibu moja kwa moja. Tunaposema huduma nafuu za kibenki tunamaanisha nini? Shukran mtangazaji. Tunaposema huduma nafuu za kibenki, ni hapa moja kwa moja tunaangalia gharama ambazo eza ni mwananchi wa kawaida, eza ni taasisi, eza ni wafanya biashara na wadau mbalimbali katika jamii wataweza kunufaika na huduma za kibenki kwa gharama zilizo nafuu. Na hii inaenda kumpunguzia mzigo moja kwa moja mtumiaji wa huduma hizi, kwanza kuweza kuzifurahia hizo huduma,
Kwa mathalan sisi PBZ Bank tuko na akaunti ambazo hazina makato kabisa ya mwisho wa mwezi. Ndio huduma hizo. Katika huduma sasa zilizo nafuu. Ndio. Tuko na account product ambazo hazina kabisa makato ya mwezi. Kwa hii moja kwa moja inaakisi kwamba umeshaenda kumpunguzia mtumiaji wa huduma hizo mzigo mkubwa, ambapo mathalan angekuwa anazilipia gharama hizo tayari ingekuwa inamsababishia ama yeye kutokuwa na ufanisi pengine katika biashara zake, kwa sababu atakuwa anatumia gharama kubwa kuendesha account na mambo mengineyo. Lakini haishii hapo, kuna gharama katika mikopo ama uwezeshaji. Sasa kama taasisi za fedha zitakuwa zina uwezo wa kuwawezesha wananchi kwa kuwapa mikopo, iwe ni watumishi wa umma, wananchi wa kawaida, wajasiriamali, serikali, wafanya biashara, kama taasisi ya fedha itakuwa inatoa mikopo hiyo kwa gharama iliyo nafuu, tayari maana yake inaenda kuleta mapinduzi makubwa katika uchumi wa mtu mmoja, lakini pia wa taifa letu pia. Kwa hiyo tasnia nzima ya gharama, manake tunasema mteja apate huduma za kibenki kwa gharama zilizo nafuu, ili kumwezesha yeye sasa kuwa katika uthabiti wa kuzitumia huduma hizi na kufurahia pia, lakini pia kupata nafuu katika kufanya biashara zake na mambo mengineyo. Kwa hiyo tunamwangalia sisi ni yule mtumiaji, iwe ni mfanya biashara, mwananchi wa kawaida ama serikali, kwamba vipi ataweza kunufaika na huduma za kibenki, lakini isiwe tu kwa gharama ambazo zitakuwa zinamuumiza, ziwe katika gharama ambazo nafuu na pengine zitamsababisha kuweza kupata muendelezo wa biashara zake na mengineyo katika msingi huo. Kwa hiyo tunaangalia gharama. Na sisi PBZ tunasema kabisa tupo vizuri katika hilo. Sawa. Natamani nijue kwa faida ya mtazamaji, moja kati ya vitu ambavyo wananchi wengi wanavihofia, na ndio maana wengine wanakaa na pesa nyumbani, yanapokuja madhira mbalimbali yanawakuta moja kwa moja, wengine basi wanakuwa na njia ambazo sio nzuri za kuhifadhi fedha. Wanasema ni pamoja ule mchakato, yani kuja kufungua account, labda mpaka achukue hiki, kuna mborongo, lakini pia wengine wakisema kwamba wakati mwingine pia kunakuwa na urasimu. Hilo ni la kwanza. PBZ inafanya katika kuhakikisha kwamba hilo halipo. Lakini la pili, sasa benki inapokuwa haina makato kwa mwezi, mwananchi ananufaikaje moja kwa moja? Kwa mfano anayenitazama kwa hivi sasa kwenye huduma hizi za kibenki. Karibu. Sawa, shukrani mwandishi. Katika ile swala lako la mwanzo, ni kweli tumekuwa tukifanya makongamano tofauti kuwafikia wadau wetu sehemu mbalimbali katika kuwaambia hii dhana kwamba ulimwengu wa kisasa tutumie mifumo katika kuhifadhi fedha, na mfumo mzuri kabisa katika mifumo hiyo basi kuzitumia mabenki. Sawa. Ni mifumo rahisi ambayo kwanza inaenda kwa sasa hivi ulimwengu wa kidijitali ulivyo, na mabenki tumeshaingia sana huko. Mathalan katika swala lako la mwanzo la ufunguaji wa account. Sasa hivi account ukienda katika benki, hususan hata benki yetu, manake kuna innovation ya hali ya juu. Unafunguliwa account kwa kupitia digital platform ambayo hautochukua hata dakika 5 kufungua hiyo account. Na kwa sasa hivi inahitajika tu kitambulisho chako cha NIDA kuweza kufungua hiyo account. Kwa manake unapofungua account haitokuchukua muda kufungua account, kwa sababu tayari kuna digital innovation ya hali ya juu. Lakini pia utapoanza kuihudumia ile account, utaona sasa haukati kato lolote la mwezi. Manake kile kiwango chako unachokihifadhi pale kitakuwa hakikati kato lolote la mwezi, kitu ambacho sasa wewe kitakuwezesha kuwa na ufanisi wa mipango yako. Kwa maana lesi mfano kama ungekuwa unakatwa labda shilingi 1500 kwa mwezi. Ndio. Sasa 1500 kwa mwezi ukipiga mara miezi 12, hiyo ni shilingi 60,000. Kwa ni kiwango kikubwa. Sasa unapopata taasisi ya fedha ambayo inakwambia njoo fungue account kwangu, tena account ya kawaida tu ya akiba ya hata mtu wa kawaida,
haina makato ya mwisho wa mwezi, lakini nitakusababishia akaunti yako uitumie popote ulipo, hiyo digital innovation. Nitakupa ATM card ama ya Umoja ama ya Visa, nitakupa app ambayo utaweza kutumia huduma yako kiganjani muda wowote, nitakupa internet banking ambayo utaweza access account yako pahali popote. Kwa manake huo ufanisi sasa, manake unaenda kuleta ufanisi hata katika shughuli zako na biashara zako pia. Kwa ndio maana tunawahamasisha sana watu kufuata mifumo rasmi, kuhifadhi fedha zao, lakini itawawezesha kufanya huduma nyingine tofauti. Sawa. Na bado kuna dhana. Asante sana kwa maelezo mazuri kabisa ya kitaalamu ambayo sasa mwananchi wewe ambaye unachimbia fedha nyumbani na wengine wanaogopa kwenda kufungua account benki. Lakini kuna wengine ambao kuna dhana watu wengine wakihisi kwamba labda kufungua account ni jambo la kitajiri, ni jambo la kisomi, ni jambo la watu ambao wameajiriwa, ni jambo ambalo la watu wa kisasa sana. Na kwa mfano unaweza ukachukua vijana 10 ukapiki randomly, lakini mtu mwingine unaweza kukuta vijana wengine hawana hata account benki. Ni sawa na hizi passport, hati za kusafiria. Ukachukua vijana 10 ukaangalia ambao wana hati za kusafiria, unaweza kukuta wote 10 hawana au anayo moja tu. Ni kutokana labda na umuhimu wa hivi vitu labda hawajui. Sasa kwa mfano kwa benki yako, account hizi zina watu maalumu au mtu yeyote tu, hata mkulima, hata mcheza mpira au mtu wa filamu au nani anaweza akafungua tu? Shukrani sana ndugu mwandishi. Account hizi kwa kweli ni kwa mtu yeyote. Okay. Kuanzia tunasema hata mtoto mdogo anaanza kufunguliwa account ya benki. Kwa kuna account za watoto kama na minor accounts, nazo ziko katika misingi kama hiyo kwetu sisi kwamba hazina hizo harama. Lakini tuna account za wanafunzi, wanafunzi wa mavyuo na taasisi za elimu tunawafungulia account. Lakini wadau wa kawaida, wananchi wa kawaida kabisa wa mtaani, nao tunafungulia account. Tuko na product zao hizo za account. Wajasiriamali ambao kupitia account kama hizo za jiwezeshe ambazo tunasema hazina makato kabisa mwisho wa mwezi, tunawafungulia. Wafanyabiashara wakati na wafanyabiashara wakubwa, taasisi za umma kwa maana serikali zote mbili, serikali ya Mapinduzi Zanzibar, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazihudumia na kila mdau katika jamii. Kwa hizi hazina tabaka kwamba labda kundi la aina watu fulani ndio linapaswa kutumia huduma za kibenki. Na ndio maana tumekuwa tukitoa elimu mara kwa mara kuhamasisha. Tunapita hata katika masoko, tunapita hata mitaani, tunaenda kwenye mataasisi, tunakutana na vijiwe kuambia kwamba umuhimu wa kuingia katika mifumo rasmi ya uhifadhi wa fedha. Na hapa tunazungumzia mabenki. Kwa sababu benki akisha kukupatia huduma ya kufungua account, anakupa nyenzo zote. Sisi PBZ tunakupa nyenzo zote. Tutakupa PBZ app yetu ambayo utaweza kufanya miamala na mitandao ya simu, kwenda mabenki, kulipa mabili tofauti ya serikali, kukata ticket, kulipa luku, kulipa huduma za maji. Yani unakuwa wewe unatembea na akaunti yako ikiwa mikononi mwako. Sawa. Nataka kuangalia sasa mwamko wa wananchi kujiunga na huduma za kibenki upoje? Mwamko upo, juhudi inahitajika kuendelea kwa sababu ni dhahiri kwamba jamii kubwa bado haijafikiwa. Kwa ni wajibu wetu sisi kuwa tunafanya hizi awareness za kuambia kwamba watu wafungue account katika mabenki, wahifadhi hela zao, wafanye biashara kupitia mifumo, watalipa watu, watapokea malipo, mifumo inakuwa rasmi zaidi. Na hii mathalan umekuja sasa benki kutaka uwezeshaji. Ndio. Kwa maana yake lazima uwe katika mfumo. Ndio. Lazima umiliki account. Lazima tuone uendeshaji wako ukoje. Ndio. Sasa bila kufanya hivyo unaweza ukajikuta unajijima fursa nyingi sana. Benki nataka kukuwezesha, kukupa mkopo ulio nafuu, lakini unajikuta huna account ya benki. Sasa unaanzia wapi? Kwa fungua account yako sasa. Ndio kabisa. Uwe ni mfanyabiashara, uwe mjasiriamali, fungua account. Ndio. Sawa. Natamani sasa kujua kuhusiana na eneo la mikopo. Umesema hapa vizuri kwamba nyie pia mna huduma nafuu za mikopo.
baadhi ya wananchi huwa wanaofia mikopo kwa sababu wakati mwingine taasisi za kifedha, mabenki huwa yani anaweza kuambia njoo uchukue mkopo labda kwa masharti nafuu na nini mtu akaenda, lakini benki huwa azichukue wajibu wa kumfahamisha, kwa mfano mkopo kafanyie hiki, kukaa naye, kuweza kujadili naye kafanyie. Na ndio unaweza ukashangaa mtu anachukua mkopo anaenda kuoa mtu anachukua mkopo anaenda kutoa mahari, mtu anachukua mkopo anaenda sijui kununua nyumba na vitu kama hivyo, japokuwa mtu atumpangii pesa. Benki huwa zinachukua pia wajibu wa kuweza kumwelimisha mwananchi kwamba huu mkopo ukiuchukua utalipa kwa namna fulani, lakini utautumia hivi, na sisi kama wataalamu wa fedha tunakushauri fanyia hivi. Karibu. Kutoa elimu kuhusiana na fedha na usimamizi wake, sisi tunakuwa na wajibu wa kuwapa ile elimu ya utunzaji wa fedha. Ndio. Mteja anapokuja kuomba mkopo kwetu, moja kwa moja huwa anaonesha ile purpose yake ya kutaka mkopo. Mathalan mtumishi atakwambia nataka nikafanye kitu fulani. Mfanya biashara atakwambia nataka expand biashara yangu, nataka kuongeza mtaji, nataka kununua mashine fulani. Kwa hiyo hata mwanafunzi atakwambia nataka fedha kwa ajili ya kwenda kulipia tuition fee na mengineyo. Kwa hiyo lengo la mkopo linakuwepo. Tangia mtu anakuja bank, lile lengo linakuwepo. Kwa hiyo wajibu wa bank ni kumpatia ule mkopo na kumuonesha njia sahihi ya utunzaji wa ile fedha. Kama mfano anaenda kufanya biashara, ndio maana itamwambia kwamba basi zile daily sales zako hakikisha unazitia katika mifumo, unazipitishia benki, kwa sababu hiyo itaenda kuonesha turnover zako, na unaweza leo na kesho ukazidi kukua katika biashara yako na ukahitaji mkopo mkubwa zaidi. Kwa wajibu wa benki bila shaka sio kumpangia mtu kafanyie kitu fulani. Ndio. Lakini sisi tuna kitu kimoja mahususi sana. Kitu gani hicho? Kupitia PBZ Ikhlas Banking. Ndio. Ambayo benki inafuata misingi ya sheria. Kule tunahamasisha sana utoaji wa mikopo ambayo tunasema ni asset financing. Asset financing ambapo wewe mhitaji unatuambia lile lengo la kwenda kufanya, na sisi tunakufanyia lile lengo kwa kununulia ile bidhaa ambayo unahitaji. Ambapo inakupeleka moja kwa moja hiyo sasa katika kutimiza lile kweli ambalo umelipanga. Nataka kununua mashine. Tunakununulia mashine. Twende tunakununulia si mashine tunakupa. Yes. Unataka kununua gari, tunakununulia kweli gari. Unataka kujenga nyumba au kununua nyumba ambayo tayari imeshajengwa, mortgage financing, tunakununulia kweli nyumba. Unataka kununua vifaa vya ujenzi mathalan. Ndio. Tunakununulia vifaa vya ujenzi kweli kwa yule supplier. Si mabati, si nondo kabisa. Kwa hiyo pia hiyo inahakikisha hutoki nje ya lengo. Ndio. Inaenda kupeleka moja kwa moja katika ile productive activity ambayo umeikusudia. Sawa. Kwa hiyo manake pia sisi tuko mahususi katika angle hiyo. Kwa ile mikopo ya general, mtu kweli ataweza kuchukua fedha, atakuwa na intention yake naenda kufanya kitu fulani. Kwa hiyo ni wajibu wake kuitumia ile hela katika lile lengo sahihi alilolifanya. Kwa sababu mkopo una marejesho. Ndio. Sasa bila kwenda kufanya kitu sahihi unaweza kuona ni tabu sana. Sasa ni kina nani ambao kwa mfano kwa hivi sasa pale anaweza akaja hapa, mtazamaji anayefuata akaja pale akachukua mkopo? Sisi tunasema makundi yote. Na mathalan tunaanza labda na watumishi wa umma wote. Wote tunawahudumia watumishi wa umma. Na kwa kisi mada yetu katika unafuu, watumishi wa umma sisi tunakopesha kuanzia gharama ya 14% tu. Hiyo ni kitu cha unafuu wa kupitiliza. Mikopo ya watumishi yote katika benki ya PBZ ni kuanzia gharama ya 14%. Kwa tunafanya hivyo na watumishi ili wamelipokea vizuri sana. Watumishi wa taasisi tofauti za umma, hata hizi taasisi za binafsi tutaingia nao mikataba kwa ajili ya huduma kama hizo. Lakini pia wananchi ambao ni wajasiriamali na wafanyabiashara wakati pia tunawapokea kwa ajili ya huduma za mikopo kwa ajili ya wajasiriamali. Lakini pia wafanyabiashara wakubwa Ndio. watakuwa na mahitaji yao, nayo
tunapokea na kuwapa huduma hizo za mikopo zilizo harama nafuu kabisa. Sawa, masuala ya riba ndo hapo nasema ndo harama. Okay. Kwa sababu unaposema harama ya mkopo ni moja ni hiyo. Okay. Eza iwe faida ama iwe interest. Hiyo ndo harama ya mkopo. Kwa watumishi ni 10%. Tunazungumzia personal loans. Okay. Zile mikopo ambayo unamkopesha mtu mmoja. Ni kuanzia 14% tu. Na sisi wajasiriamali? Na wajasiriamali nao kunakuwa na skimu yao. Biashara wadogo kunakuwa na skimu yao pia, ambayo harama yao wao wanakuwa ni kuanzia 16%. Okay. Nafikiri unaweza kuona huo nafuu ni kuanzia 16% kwa mwaka. Lakini pia tutakuwa na wafanyabiashara wakubwa nao wanaingia kwenye kundi lao, nao tunawahudumia pia. Sawa, mtazamaji, tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee Asubuhi, na leo tunajikita katika kuangazia umuhimu wa huduma nafuu za kibenki. Lengo ni nini? Kukuletea mjadala huu ni kuweza kuhakikisha kwamba basi wewe mtazamaji kwanza unafungua account katika sehemu ambazo kwa mujibu wa mchambuzi wangu hapa ni kwamba sehemu ambayo ni sahihi na ni salama zaidi ni kwenye taasisi za kifedha, kwenye benki. Lakini tunapoangalia pia unafuu wa huduma, kuna mambo ya kimsingi ambayo nimekuwa nikimuuliza hapa na pale, lakini lengo kwa faida yako wewe mtazamaji uweze kujua na kuchagua ni sehemu gani basi ambapo unaweza ukaenda kuwekeza fedha zako na ukafurahia huduma nafuu za kibenki. Kwa sababu wakati mwingine watu wanasema kwamba huduma za kibenki bwana ni harama, lakini pia pale benki ni za watu fulani. Kwa nini nikafungue, bora nikae na fedha zangu, benki isiniamlie pesa zangu mimi nikiamua natumia, nikiamua kufanya hiki nafanya, kwa nini niende benki? Kwa hiyo haya nimemwalika hapa aweze kuyajadili na kuweza kuyatolea ufafanuzi. Ni nani? Nipo na Bwana Yusuf Ramadhani ambaye ni meneja wa PBZ benki tawi la Mwanza. Kama una maoni, una ushauri, namba yangu nimekuwekea hapo. Yapo Venita ameweka ni 0763 74 92 86. Uliza tu maswali, andika message nyingi tu kama una maswali, una maoni, una ushauri, yupo hapa nitamuuliza na atarespondi moja kwa moja. Huduma wakati mwingine pia mtu anasema kwamba benki bwana kufika kuna umbali pia. Anasema bwana benki kutoka hapa mpaka hapa, labda usalama na nini, fedha zangu nikifika pale zitakuwa salama, naweza nikaporwa pesa zangu au nikazipoteza njiani au nikafanya nini? Ili na yenyewe pia kama mtaalamu unaliongeleaje? Hilo sasa hivi ni jambo ambalo linatatuliwa kupitia hizi digital innovations. Kwa sisi PBZ Bank tuko mbali sana katika hilo. Mathalan hivi karibuni tumezindua huduma yetu mpya ya lipa hapa, ile QR code scan, ambapo inakusababisha wewe hakuna haja hiyo tena kutembea na mafedha mfukoni. Hela zako zipo kwenye simu yako, unaenda supermarket, unaenda kwenye duka lolote kubwa, unaenda kwa mfanyabiashara ambaye anatoa hiyo huduma ya QR, una scan tu na unafanya malipo. Kwa maana yake hii digital innovation imeleta mapinduzi makubwa sana ya kibenki. Lakini pia kuna mitandao ya wakala katika maeneo tofauti ambapo huduma zinazidi kuwa karibu na wananchi. Lakini nimekuambia hii kitu, mfano benki kuwa katika mtandao wa ATM, mathalan Umoja ama Visa card. Maana yake tayari popote pale ulipo kwenye ATM ya Umoja ama ATM ya Visa, manake wewe unaweza ukapata hiyo huduma ya kupata fedha kwa urahisi na kwa ufanisi wa hali ya juu kabisa. Kwa mambo yamebadilika, lakini benki kama benki ni wajibu ya kuendeleza wigo na kutanua huduma zake tofauti katika maeneo tofauti. Na ndio maana hata sisi PBZ sasa hivi tuko Mwanza hapa kanda ya Ziwa. Hatukuweko kabla. Lakini takriban mwaka mmoja sasa tuna tawi letu kanda ya Ziwa. Lipo hapa Mwanza mjini, barabara ya Nyerere. Lakini tulianza mwaka 2001 kuingia katika soko la Tanzania Mainland kwa kuanza kufungua matawi Dar es Salaam. Sasa hivi tuna matawi na vituo huduma zaidi ya 7 pale Dar es Salaam. Lakini tuko Morogoro, tuko Dodoma, tuko Arusha, tuko Mbeya, tuko Tanga, tuko Mtwara na Tandahimba huko. Kwa hiyo nafikiri unaona hiyo zawe benki kila siku inavyotakiwa kuongeza wigo wa kuwafikia
wananchi katika maeneo tofauti tofauti, na sisi PBZ Bank tumejizatiti katika hilo kwa kutanua wigo wetu wa huduma zetu, na tunawakaribisha sana katika tawi letu, kwa sababu nasema mgeni lazima umseme. Sisi leo tuko Star TV Mwanza hapa, basi na sisi PBZ Bank tuko Mwanza katika tawi letu ambalo linapatikana barabara ya Nyerere. Unakaribishwa sana. Yeah. Na uzuri ni kwamba mna ushirikiano mzuri sana. Sisi Star TV tunafurahia sana huo ushirikiano. Sahihi kabisa, ni jambo jema, ni jambo jema sana. Sasa mtazamaji, endelea kuniandikia ujumbe wako mfupi, namba yangu ndio hii hapo. Tunashukuru sana kwa ushirikiano mzuri ambao mnatupatia pia sisi Star TV. Nilitaka kujua pia transaction kwenda mitandao sasa ya simu. Sasa hili na yenyewe pia ukiacha hili ulieleza kwa ufupi, nilitaka pia ulieleze kwa urefu kwamba benki wakati mwingine labda huduma za kibenki, yani benki mtu anataka kwenda kwenye mtandao fulani, labda atoe pesa amtumie mtu fulani, labda kwenye mtandao huu wa simu, mtandao huu. Lakini vile vile mambo ya vingamuzi, sijui mambo ya bili mbalimbali, hili na yenyewe pia hapa lipoje na halina ugumu wote kwa mwananchi? Hilo halina ugumu wote, na kwa kweli wananchi wamekuwa wakifurahia uwezeshaji wa kwamba akaunti yake anaimiliki yeye mwenyewe. Hana sababu ya kuja bank. Once katika akaunti yake kuna fedha na anataka kufanya muamala wa aina hizo, mathalan anataka kumlipa mtu kupitia mtandao wa simu, basi hakuna usumbufu wote na pesa inaenda instant tu. Kwa hiyo iko huduma hizo, ataweza kufanya miamala na mitandao ya simu yote, lakini ataweza kufanya miamala kwenda mabenki mengine yote. Sawa Lakini ataweza kufanya miamala ya kulipia hizo bili mbalimbali za serikali, lakini kufanya manunuzi ya kulipia kama hivyo vingamuzi, kulipia huduma za maji na mambo mengineyo. Kwa maana yake digital innovation imeenda kusababisha kwamba mteja anafurahia huduma na ina ufanisi kwa kweli, na ni haraka na ni salama kabisa. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi kuchangamkia hii jambo na kufanya fursa kurasmisha mambo yao sasa kupitia kwenye mifumo ya kibenki. Akishakuwa na akaunti ya benki, yani hao wote tayari amewafikia tena kwa gharama zilizo nafuu na kwa wepesi na urahisi sana. Sawa. Nataka pia kuangalia hii dhana ya corporate social responsibility, lakini ni kwa namna gani pia kwa sababu benki tunajua benki zipo, lakini wakati mwingine benki kuwafikia wananchi kwenda kuongea nao katika makundi kwa ujumla. Kwa mfano wajasiriamali, kina mamalishe, bodaboda, walimu, wananzengo tu. Sisi huku wananchi tunaita wananzengo kwenye jamii zetu. Huko mtaani kwenda kuwafikia na kuweza kuongea nao, kuambia huduma za kibenki zipo hivi, kama haya ambayo maelezo ambayo unatoa hapa vizuri, kuweza kuwafikia wananchi kule. Pengine hata kuwapatia souvenir, vizawadi vidogo. Hii na yenyewe pia mnalifanya? Sahihi kabisa. PBZ Bank ni mdau kabisa wa corporate social responsibilities, na tumekuwa tunalifanya hili kwa miaka nenda miaka rudi. Na kama utakuwa na kumbukumbu ya hapa karibuni, hata katika kipindi hichi cha mifungo hii ya Ramadhani na Kwaresma, kuanzia viongozi wetu wakuu wamekuwa hakifanya hivyo vitu. Okay. Kurejesha kitu kwa jamii, aidha kwa kuwasupport katika harakati zao, lakini inawezekana pia michango ya moja kwa moja, kwa maana support ya michango ya moja kwa moja, lakini kuwa ni mdau katika activity tofauti. Na kwa upande wa wajasiriamali na wale watu wengine wa makundi hayo, sisi ni wadau pia. Mathalan juzi tulizindua kampeni yetu katika soko kuu letu la hapa Mwanza, kuwafikia watu wa makundi hayo, kuwafungulisha account, kuwawekea huduma za wakala pale karibu yao. Kwa hiyo manake tunaenda nao katika utaratibu huo, lakini pia tunakuwa wadau pale tunapotaka sasa nao tunashirikiana nao vipi sasa katika kuhakikisha tunakuwa sehemu ya jamii. Kwa kweli tunafanya vitu vikubwa sana na tumekuwa wadau wa muda mrefu katika eneo hilo na wanafurahia. Kuna kwa sessions za utoaji zawadi pia, lakini pia kwa support katika activities zao tofauti. Kwa ni wadau pia katika hilo pia. Sawa, mtazamaji, wakati kisonga mbele na maongezi haya, sasa nipokee simu yako. Unapopiga simu jitambulishe jina lako ni nani na upo wapi, jieleze kwa ufupi kabisa kuhusiana na, kama una swali nenda moja kwa moja kwenye swali. Leo natoa nafasi kwa wewe kupiga simu na kuongea na mimi moja kwa moja. Naanza na mtazamaji wangu wa kwanza. Habari za asubuhi.
Mtazamaji, habari za asubuhi. Halo. Halo. Habari za asubuhi. Salama, habari za kazi. Njema, naomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Naitwa Doto Emil Mazinge. Bwana Doto, upo wapi? Niko Tabora Urambo. Karibu, tunaomba maoni au ushauri ama swali. Hiyo nimesikia ila sijasikia kutajwa Tabora. Ndio. Tabora vipi? Sasa huduma hizo hata sisi tunazihitaji huko Tabora, hizi zitatufikiaje? Huduma hiyo ya benki hiyo. Haya, asante meneja. Wakati huo endelea kunipigia simu, namba yangu ni 0763 749286. Nitapokea simu yako. Unaponipigia simu taji jina lako moja kwa moja. Habari za asubuhi. Halo, habari ya asubuhi. Salama, naomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Naitwa Paulo J kutoka Dar es Salaam. Kwa ufupi, Paulo J, karibu. Asante, mimi naomba nimuulize benki labda anaweza kanipa jibu. Ndio. Mabenki ya wenzetu ukichukua mkopo wakati wanakokotoa ile riba, kwa mfano ile bima ya mkopo ambayo wao benki wanabaki nayo, waga hawakokotoi ikiwemo. Lakini kwa nini mabenki hapa wakati ukichukua mkopo ile bima ya mkopo ambao wanabaki nao wao, lakini wakikokotoa ile interest ambayo inabidi kulipa benki wanaisikia kwa ujumla wake? Je, wao wako sahihi au wanakuwa na watendea kiwateja? Swali langu. Haya, amelipata, atarespondi kwako mapema. Nimsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Halo. Halo. Habari za asubuhi. Halo. Habari za asubuhi. Nzuri Bernard James, nakupata kabisa. Habari za hapo Mwanza? Njema, naomba kufahamu ndugu yangu, jina lako ni nani na upo wapi? Nipo Singida. Naomba kufahamu jina lako. Naitwa Isaya, nipo mkoa wa Singida. Karibu. Kwa bahati mbaya bwana Isaya anajitazama kwenye TV, kwa hiyo sauti haikai vizuri. Habari za asubuhi. Mtazamaji wangu, habari za asubuhi. Haya, nimpe nafasi mwingine. Habari za asubuhi. Halo. Habari za asubuhi. Salama kwema. Kwema, naomba upungue sauti ya TV yako. Jina lako ni nani na upo wapi? Halo. Ngoja nimpe nafasi mwingine. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Halo. Habari za asubuhi. Salama, habari ya kuamka? Njema, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu tafadhali. Mimi naitwa Vedatus Kiberenge, nipo na Sio Ukerewe. Bwana Vedastu kutoka Ukerewe, tunakusikia, karibu. Asante. Nasema kuhusiana na hii mikopo. Ndio. Halo. Nakupata, usijisikilize kwenye TV. Weka simu yako tuweze kuongea vizuri. Endelea. Haya, ngoja nipige tena. Okay, sawa. Tumsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Salama kwema. Kwema, jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Asante, nilikuwa nauliza. Jina lako ni nani na upo wapi? Mimi niko Kondoa. Naam, basi karibu, tunaomba maoni yako. Naitwa Kidesu, nilikuwa nauliza benki hii, je, ipo mkoa huo Dodoma, wilaya Kondoa? Sawa, utapata majibu. Asante, na nimpe nafasi mwingine. Habari za asubuhi. Salama, habari ya wewe? Njema, jina lako ni nani mama na upo wapi? Niko Arusha, naitwa na Mayani. Kutoka Arusha, mama Yani, karibu. Swali langu ni hivi. Ndio.
sisi watu wa vijijini hatupati elimu yoyote kuhusu benki wala mkopo. Ndio, unashauri nini? Nashauri watu wa benki atuletee ushauri kijijini na elimu. Asante sana Mama Yani, na nimefurahi sana kuona unatufuatilia. Asante sana. Sasa pungua sauti ya TV yako mtazamaji tafadhali. Sawa, nimpe nafasi mwingine. Habari za asubuhi. Halo. Tusimpati vizuri. Habari za asubuhi. Sawa, sasa nimpe nafasi mwingine alafu nisome ujumbe. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi nzuri, habari za kazi hapo studio. Njema. Mama nani na upo wapi? Karibu. Mimi naitwa Rose, niko Mwanza hapa. Karibu sana mama. Mimi namuuliza manager hapo studio. Ndio, karibu. Je, sisi wajasiriamali wafugaji, mara nyingi mabenki hawapendi wafugaji. Je, kama mimi ninafuga hawa kwa kizungu, naweza kupata mkopo? Asante kwa swali lako zuri mama, atalijibu. Nimpe nafasi mwingine. Habari za asubuhi. Halo. Okay, hatupo naye. Habari za asubuhi. Habari ya asubuhi. Njema. Jina lako ni nani bwana na upo wapi? Naitwa Kazuoto Magora, natokea Morogoro Dumila. Karibu sana kutoka Morogoro. Swali langu ni kwamba nauliza kwa sisi wakulima tuliokuwepo huko vijijini, tunahitaji sana msaada wa kuweza kupata mikopo, na tunategemea sana mazao pamoja na mashamba. Sasa tunapataje huduma kama hiyo ili tuweze kupata mkopo kujikwamua na viwango vya kiuchumi? Asante kwa swali lako zuri, utapata majibu. Habari za asubuhi. Mtazamaji wangu, habari za asubuhi. Sipo naye mwingine. Habari za asubuhi. Ndio, nilikuwa nauliza. Ndio. Mimi naitwa Kidesu, niko Kondoa. Kutoka Kondoa. Kidesu, karibu. Tunaona benki nyingi ndio wanakuwa na riba nyingi tu za siri. Ndio. Wanasema kwamba kuna vitu vingine kwamba tutavifanya, yani ile commitment, una commit kwamba kipengele kinaandikwa kwamba uridhie kwamba na mambo mengine ambayo yataweza kuingizwa katika gharama za kibenki licha zile riba tofauti na bima. Sasa benki hii yenu nayo ina vipengele vya siri ambazo mtu anaambiwa kwamba benki wakiamua wataingiza gharama zingine tofauti na hizi, na hii inakosi mtu sana mjasiriamali au mkopaji. Sasa hii kwa nini kusiwa na wazi tu kwenye fomu ikaorodheshwa kwamba utakachokatwa ni hiki ukakijua moja kwa moja, hata unapokuja kutoa hela unajua hela iliyopungua ni hii. Lakini kuna vipengele kama hivi ambavyo vinasema benki inaweza kuongeza gharama zingine wakati wowote. Sasa hii tunaona kama ni aina fulani ya wizi. Sijui katika benki hii yenu mna vipengele kama hivi? Asante kwa swali zuri. Sasa simu ni nyingi na message nyingi sana, siwezi kuzisoma zote, zingine nitakupatia tu, nafikiri utarespond. Sasa walau kwa ufupi, kwa dakika 4 tu respond kwenye haya mengine ni ndio hapana, lakini kwa ufupi sana tumia walau dakika 3 hivi. Sawa. Na ni vizuri nitaanza na bwana Tugesi wa Kondoa. Ndio. Tutaanza huyo mwisho vizuri zaidi. Bank kama bank kupitia core value zake inajizatiti kabisa kuwa na uwazi. Na ndio maana sisi PBZ Bank tunasema kabisa katika core value zetu, maana yake ile integrity ipo ya hali ya juu. Kwa maana mtu anapokuja kukopa, harama za mkopo zinaidhinishwa na unakuwa unazielewa kwa uwazi kabisa. Kwa uwazi kabisa unakuwa unazielewa, na unapoingia mkataba ule kwa usaini,
manake wewe utaishi na tamu hizo mpaka kumaliza kwa mkataba wako wa mkopo. Hakuna kuficha ficha. Hakuna hayo mambo. Hakuna kipengele ambacho kinafichwa. Kwa manake sisi tunajizatiti kabisa kwamba, na ndio maana tumekuwa pia ni benki ya kuaminika kwa sababu tunaishi na hizo core values. Ikiwemo masuala ya ethics ya kibenki kama hizo, ina maana tunakuwa na transparency ya hali ya juu, integrity ya hali ya juu. Kwa hiyo hakuna vitu kama hivyo. Sawa. Yes. Lakini pia nende kwa yeye aliuliza Kondoa huyu, Dodoma vipi? Dodoma kama nilivyosema tuko pale Nyerere Square, lakini tuna mtandao wa mawakala katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo asisite kutufikia. Tuko Dodoma Square pale kabisa, lakini tuna mtandao wa mawakala almost Dodoma yote. Kwa hiyo tunafikika kabisa katika eneo hilo. Lakini kuna mdau mwingine pia wa Morogoro huyu, wakulima wa vijijini. Na yeye nitamwambia kabisa. Ndio. PBZ Bank pale Morogoro tuna branch yetu hiyo ambayo ya PBZ Class kabisa pale, ambapo makundi kama haya ya wakulima ni watu ambao wadau wao wakubwa sana kwa huduma kama hizo za uwezeshaji na mengineo. Kwa nitamwambia bwana wa Morogoro pale alitembelee tawi letu la PBZ Ikhlas ambalo liko pale Morogoro. Kwa hiyo atapata hiyo huduma na zinafanyika. Sawa. Lakini pia tuna mama wa Arusha. Mama Yani. Mama Yani. Nasema Arusha tumewafikia na timu yetu imejizatiti pale Arusha kabisa kwa sababu imekuwa inaenda katika hizo sehemu ambazo hazijafikiwa. Yaani sisi watu wa benki ni watu wa kutoka kila siku. Leo utanikuta niko Ukerewe, nimeshafika Ukerewe, leo utanikuta Geita. Kuna jamaa yangu mmoja wa Tabora, tumeshafika huko Tabora, tunafika na Nzega, kwa maana tunawafikia kuwapa elimu ya huduma zetu, kuwasajili kwenye benki yetu na kuwapatia huduma kokote pale walipo. Kwa tu katika misingi ya hiyo. Lakini kuna bwana Paul wa Dar es Salaam, yeye aliuliza kuhusu bima ya mikopo. Bima ya mikopo nayo inakuwa kwa uwazi kabisa. Kwa uwazi kabisa, hakuna kificho chochote. Ni kweli unapochukua mkopo wa personal loan utaambiwa ukatie bima ya mkopo ambayo kwetu sisi nawe harama yake ni nafuu kabisa. Ni harama ya 0.6% kwa mwaka kutokana na idadi ya miaka. Na asilimia 0.6%. Hiyo ndo harama yetu ya mkopo. Sawa. Iko nafuu katika unafuu mkubwa sana na inaikwa wazi. Nafikiri kwa watumishi watakuwa mashahidi, akifanya maombi yake kwenye mfumo wa SS inakuwa inamwambia sasa utakatwa harama ya bima ya mkopo kiwango hichi ambayo itakava wewe iwapo mkopaji atafariki ama atapata ulemavu wa kudumu, ile insurance itakava deni lake na huku hakutokuwa na chochote katika benefits zake katika taasisi yake ama katika mifuko ya hifadhi. Kwa hiyo bima ya mkopo inakava na iko kwa uwazi kwa asilimia na unakatwa kiasi gani kwa mujibu wa amount ya mkopo wako na miaka ambayo unataka kuchukua. Lakini pia kuna huyo Ukerewe nafikiri nimeshasema. Tunakuwa tunafanya hayo ziara mbalimbali kupitia halmashauri, kupitia makundi, tunakusanya wajasiriamali, tunakusanya walimu na tunawafikia. Tumeshafika huko Ukerewe na soon tunaendelea kila siku kufanya ziara katika territory tofauti, especially kama mimi hapa kanda ya Ziwa tunahakikisha tunakava wilaya na maeneo yote kuwafikia na kujua kuhusu huduma zetu. Kuna mama mmoja yupo Mwanza amesema pia kwa upande yeye anafuga kuku. Yes. Fuga kuku wa kisasa na ni mfugaji mzuri. Akauliza, unajua kina mama ni bankers wazuri sana. Ameuliza pia na wenyewe pia wanahusika na ni mjasiriamali pia. Sahihi kabisa. PBZ Bank ina SME policy ambayo inawafikia hawa sasa wajasiriamali wadogo. Wadogo. Kwa mimi namwambia kabisa afike kwenye tawi letu la Mwanza pale, tutamuelekeza utaratibu wetu kwa sababu tunayo hiyo policy ya kuwafanya uwezeshaji kwa wajasiriamali wadogo. Kwa hiko kabisa hiyo uwezeshaji. Tupo ukingoni kabisa mwa kipindi cha Tuongee Asubuhi. Sasa lile ambalo pengine kulisema lakini unatamani sana mtazamaji wetu, mdau wetu aweze kulifahamu kutoka kwako, karibu. Kubwa zaidi tukireflect pia mada yetu, tunawakaribisha sana PBZ Bank kwa huduma zilizo na gharama nafuu.
Hili ni la msingi sana, huduma zilizo na gharama nafuu lakini ambazo zinafanyika kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu. Sisi PBZ Bank tunajua ndo tunavyojisema tunapokuwa kwenye hadhara kwamba sisi ni benki ya watu, ni chaguo la watu. Kwa nini? Tunaangalia vipi tutampatia mteja wetu huduma katika gharama zilizo nafuu na kwa ufanisi wa hali ya juu. Na ndio maana tuna innovation hali ya juu kidijitali kuhakikisha kwamba mteja anaweza kutumia huduma yake popote alipo na kwa ufanisi na kwa gharama zilizo nafuu. Kwa hiyo kubwa zaidi, na wafanyabiashara kweli nawaalika sana, wafanyabiashara wa Mwanza nawaalika sana watumie benki yetu, wafike kwenye benki yetu. Tunahudumia wafanyabiashara hasa wale ambao wanaagiza mizigo kwa nje. Tuna huduma bora kabisa za masuala ya LCs na masuala hayo international trade. Kwa wafike kabisa. Nowadays tumeanzisha product na wafungulia akaunti ya akiba ya kuweza kuhifadhi fedha za kigeni ya dola ambayo haina makato ya mwezi kabisa, ambao sasa kwa mfanyabiashara ambao kawaida anakuwa anaagiza mizigo nje ya nchi, kwa kweli huo ni unafuu wa hali ya juu. Na mfumo wetu wa Swift gharama zake ni nafuu kabisa pale anapotaka kutuma fedha nje ya nchi, kumlipa supplier China, Dubai, wapi. Gharama zetu zinaanzia $20 hadi $50 tu kwa kiwango chochote. Kwa gharama nafuu ndo tasnia yetu tunaoishi nayo katika huduma zetu zote. Gharama nafuu, ufanisi na weledi. PBZ Bank, chaguo la watu, benki ya watu, mnakaribishwa sana. Sawa, sasa pengine kuna mawasiliano kama mtu anataka kama utaridhia wape mawasiliano yako kwa ajili ya watu kuuliza sasa maswali ya ziada. Wasije kaanza kuniuliza Bernard James hivi na hivi sio mimi jamani. Kama utaridhia tutawapatia kwa hapa Mwanza lakini. Hamna shida. Na namba ya simu ni 0715 ndio 08 ndio 14 ndio 60. Ndio. Nirudie tena. 0715 08 14 60. Ndugu zangu Wasukuma wenzangu na mimi kidogo huwa wanakuwa na kazi nyingi, kwa hiyo pengine labda wasisikie vizuri. Rudia tena kwa mara nyingine. Namba yangu ya simu 0715 08 14 60. Na mtazamaji, nirudie tena namba yake ukihitaji kumpigia simu basi kuweza kuuliza mengi ambayo ameyasema kwa siku ya leo, tukiangalia umuhimu wa huduma nafuu za kibenki. Mpigie simu yake ambayo ni namba 0715 08 14 60. 0715 08 14 60. Sawa, mimi nikushukuru sana. Umesema Mwanza mpo maeneo ya? Kwa Mwanza tawi letu lipo barabara Nyerere. Ukifika pale msikiti wa Ijumaa mkabala kabisa utaliona tawi letu pale, ama pembeni ya hotel maarufu ya Leishof. Okay. Yes. Mimi na Lucia hapa tulikuwa tukisema kwamba kesho tunaenda kupiga wapi ubwabwa. Ni muhimu na Mwanza sasa hivi tayari kumechangamka. Kwa kweli kuna maeneo mazuri. Kwa hiyo pia utoi mwaliko. Nichukue wakuja. Nichukue nafasi hii kuwatakia Waislamu wote pia sherehe zilizo njema za Eid, lakini hata Wakristo na wao Sunni watamaliza Kwaresma na wao. Kwa kweli tuishi katika misingi, tufurahie kwa amani, kwa salama, lakini tuhifadhi fedha zetu benki. Sawa. Basi mimi nikushukuru sana wakuja kwenye kipindi kwa siku ya leo. Na nashukuru sana kwa maelezo yako mazuri. Wakati mwingine tena nitakualika kwa sababu hapa ni nyumbani kwako. Simu zinaendelea kupigwa ni nyingi sana, wanaotufuatilia na maswali mengi, wana mambo ya kujua, lakini nimewapatia mawasiliano yako, bila shaka watakupigia simu moja kwa moja. Mtazamaji, basi kipindi cha Tuongee Asubuhi leo hakina la ziada, ikiwa ni Ijumaa ya Machi 20, 2026. Na kesho ni sikukuu ya Eid el-Fitr. Katika mjadala leo tukiangazia umuhimu wa huduma nafuu za kibenki, nimekuwa na Bwana Yusuf Ramadhani ambaye ni meneja benki ya PBZ tawi la Mwanza, na ameeleza mengi ya kina kuhusiana na huduma nafuu za kifedha. Kwa niaba ya Elisha Ndalo pamoja na Lucia Mkono na Venita, mimi nakushukuru sana. Na nikutake radhi mtazamaji ambaye sijapokea simu yako, bado unapiga mpaka hivi sasa na message ni nyingi sana.
nitamfikishia ndugu yangu aweze kurespondi kwenye ujumbe huo. Mimi ni Bernard James, nikutakie siku kuu njema. Sherekea kwa amani, umoja na mshikamano uendelee kubaki kama ilivyokuwa kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asante na nikutakie asubuhi njema.